بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na majlisi yetu ya pili katika kumweka sawa ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka, Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi, katika yale aliyoyazungumza akiwa anajibu zile majalisi zetu ambazo tumeziweka ili kumweka sawa katika ufahamu wake na msimamo wake na maukifu yake ambayo si sawa sawa na wala sio tariqa, sio njia katika njia za ulama. Kwenye majlisi iliyotangulia tulijibu muhadhara wake wa kwanza au majlisi yake ya kwanza yenye audio 3, na majlisi hii ya pili tutajibu majlisi yake ya pili ambayo pia ina audio 3 takriban, na kama tulivyosema kuwa tunagusia zile nukta za msingi, na pia nukta hizo tunatia taaliq kadri ya haja. Ikiwa nukta zina msingi tunaziacha au taaliq yake itakuwa ni fupi ndogo, ama zile za muhimu ndio itafanyika tafsiri. Kwenye majlisi yake ya pili kuna nukta kadhaa ambazo nimeona kuna haja ya kufanyiwa taaliq na baadhi ya sehemu tukafanya tafsiri. Miongoni mwa nukta hizo kwenye majlisi yake na muhadhara wake ule wa pili ambao una audio 3 takriban, ni pale aliponukuu Abul Abbas maneno yangu ambayo ni haya, akayasoma pale kwa namnukuu. Anasema hawa wanaojuzisha taswiri, yani kwa maana yeye ananukuu maneno yangu kwenye majalisi ambazo zimetangulia. Hawa wanaojuzisha taswiri hawaombwi dalili kwa sababu wao wapo kwenye asili. Haya maneno niliyasema katika majlisi yangu ya kwanza, ikiwa namjibu yale maneno yake na kukariri kwake kutaka dalili, kwamba wale maulama ka Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Saleh Al-Haidani kwamba wao hawana dalili za kuhalalisha, hawana. Tukamweka sawa, tukamwambia kwamba hawa wanaojuzisha taswiri hawaombi dalili kwa sababu wao wapo kwenye asili, wameshikamana na al-istishab. Istishab maana kushikamana na asli, na asli yenyewe ni al-aslu fi al-ashya al-hil wal-ibaha, na qaida hii ina adilla, ina nusus nyingi katika Qur'an na katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aliponukuu maneno yangu haya, akasema yeye Abul Abbas, haya maneno tutayajibu kwa wajhi 4. Haya maneno tutayajibu kwa wajhi 4. Wajhi wa kwanza, anasema hao maulama waliosema wako kwenye asili ni kina nani hao? Yani hao maulama waliosema wako kwenye asili ni maulama kina nani? Waliosema kwamba sisi tuko kwenye asili, msituombe dalili, ni kina nani? Huo ndo wajibu wake wa kwanza, kuyajibu yale maneno yangu. Sasa mimi namuuliza yeye Abul Abbas na wote wanaonisikiliza hapa, je, haya nayo ni maneno ya kielimu? Haya nayo ni maneno ya kielimu, kujua kwamba maulama waliohalalisha taswir alfotografi wakaona kwamba haingii katika taswir muharram iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kujua kwamba wao wameshikamana na asili mpaka wao waseme hiyo manhaji na hiyo elimu umeitwa wapi? Je, hii ndio elimu? Kwamba mpaka na wao waseme kwamba sisi tumeshikamana na asili, hatuombwi dalili. Maulama vile vitu ambavyo viko wazi kwa talabatul ilm, kwa Waislamu hawavitaji. So inafahamika kwamba hapa maulama wao wameshikamana na asili. Kwa hayo maneno
aliyosema kwamba ni kina nani hao waliosema kwamba sisi tumeshikamana na asili, msituombe dalili, ni maneno ambayo si ya kielimu kwa hakika. Lakini kwa kumsaidia ndugu yangu Abul Abbas, hebu nenda karejee kwenye sharh ya Sheikh As-Saadi rahimahullah ta'ala, sharh ya manzuma yake ya Al-Qawaid Al-Fiqhiyya. Sharh hii ni ndogo, nadhani bila shaka utakuwa uko nayo. Nenda karejee alipokuwa anasherehesha qaida ya al-yaqinu la yazulu bishakki. Sheikh Saadi rahimahullah ta'ala akasema, waliajli hadhihi alqaidati kana alistishabu hujjatan, kwa ajili ya qaida hii ikawa istishabu ni hoja, ni dalili. Kwa istishab ni hoja. Unapoambiwa kwamba hawa maulama wameshikamana na asili, wameshikamana na istishab, hiyo ni hujja. Waliajli hadhihi alqaidati kana alistishabu hujja, imekuwa istishabu ni hoja. Wama yanbani ala hadhihi alqaidati la yutalabu bidalil. Sikiliza maneno haya, na yale au na kile kilichojengeka juu ya qaida hii, la yutalabu bidalil, hakiombwi dalili. Ni mambo yanaeleweka, yanafahamika kwa talaba. Kwa hiyo kile ambacho kimejengeka juu ya qaida hii, la yutalabu bidalil, hakiombwi dalili. Kisha akasema fa innahu mustanidun lilistishabi, kwa hakika hicho kimeegemea kwenye istishab, kwa sababu istishab ni hujja. Nenda karejee hivyo hivyo. Al-Imam Ash-Shinqiti rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Adwaul Bayan, alipokuwa akifasiri ile aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal arda wada'aha lil anam, akaleta maneno mengi mazuri. Kisha akasema ashahid, wa nahnu naqulu, na sisi twasema, innahu qad dallat ayatun min kitabillah, kwa hakika mambo yalivyo kuna aya nyingi, aya mbalimbali zimejulisha ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, anna al-istishab al-adami al-asli qabla wurudi an-naqil anhu hujjatun fil ibaha, kwamba istishabu al-asli kabla ya kuja dalili inayotutoa kwenye asili, hiyo ni hoja katika kuhalalisha, hiyo ni hoja katika kuhalalisha. Kwa hiyo tuliposema kwamba maulama hawa wanaona kwamba taswir al-fotografi haingii katika taswiri muharram kwa kuwa ile illa haipo, wao wameshikamana na asili na hawa hawaombi dalili, na wala hakuna haja ya wao mpaka waseme kwamba sisi tumeshikamana na asili hatuombi dalili. Hakuna haja hiyo, na hayo maneno si ya kielimu, ni maneno ambayo si ya kielimu kabisa, ni maneno yenye kushangaza kwa hakika kutoka kwako ambaye umetumia miaka kadhaa katika talab al-ilm, alafu maneno kama hayo unayasema. Huo ni wajibu wake wa kwanza aliosema. Kisha akasema wajibu wa pili, yani kujibu maneno haya iliyosema kwamba hawa maulama wameshikamana na asili hawaombi dalili. Wajibu wake wa pili akasema kuwa qaida hii, anasema qaida hii imekosolewa kwa sigha hii. Yani niliposema pale wale maulama wameshikamana na istishab, nikataja qaida kwamba al-aslu fil ashya al-hil wal ibaha, asili katika vitu ni uhalali na ibaha. Yeye anasema sasa kwa wajibu wake wa pili kwamba hii qaida ambayo mimi nimeitoa imekosolewa kwa sigha hii. Kisha akanukuu maneno ya Sheikh Al-Hudayyan rahimahullah ta'ala, akasema Sheikh anasema al-aslu fil manafi'i al-ibaha wal aslu fil madari at-tahrim, kwamba sahihi qaida iwe hivi kwa sigha hii, al-aslu fil manafi'i al-ibaha wal aslu fil madari at-tahrim. Haya maneno Hassan Soloka, kulikuwa hakuna haja wewe kuleta maneno haya kwamba qaida hii al-asl fil ashya al-hil wal ibaha imekosolewa. Hakuna haja hiyo, ilitakiwa moja kwa moja uende kwenye nukta yako na pointi yako. Nukta yako ya msingi ni kwamba vitu vyenye madhara ni haramu. Kwa hiyo kama ikiwa taswiri ina madhara, basi itakuwa vile ni haramu. Hiyo ndio nukta yako ya msingi kama tutakavyoona. Sasa ilitakiwa usilete haya maneno kwa sababu haja yake haipo. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuleta maneno haya Sheikh Al-Hudayyan, ukikosoa kaida hii al-aslu fil ashya al-hil wal ibah, au ukimkosoa yule alileta kaida hii, maana yake wewe hujaweza kutaamal na maneno ya maulama. Nilichogundua kuwa ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka anashindwa kuamiliana na maneno ya maulama.
sababu hakutakiwa kusema kwamba kaida hii imekosolewa. Ilitakiwa aseme kaida hii imekosolewa na baadhi ya maulama au imekosolewa na Sheikh Al-Ghudayyan. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu maulama waliotumia kaida hii al-aslu fil ashya al-hil wal-ibaha ni wengi ndani ya vitabu vyao, tena wakubwa, kina Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema katika majmuu fatawa, wa'lam anna al-asla fi al-a'yan al-mawjudat ala wajhi al-ard ala ikhtilafi asnafiha wa tabayun awsafiha an takuna halalan mutlaqan lil adamiyyin. Fahamu kwamba asili ya vitu vilivyopo katika mgongo wa ardhi kwa kutofautiana aina zake, kwa kutofautiana sifa zake, asili yake ni kuwa halali moja kwa moja kwa wanadamu. Hakuweka kaid vitu vyenye manufaa, hakusema hivyo, bali ameachilia hivyo hivyo, an takuna halalan, viwe ni halali mutlaqan lil adamiyyin. Hakuweka kaidi hiyo, na maulama wengine wametumia kaida hivi hivi, al-aslu fil ashya al-hil wal ibah. Je, kumkosoa aliyeleta kaida hii moja kwa moja ni sawa? Si sawa sawa kwa kuwa Sheikh Al-Ghudayyan ameikosoa. Hapana, watu hawataamali hivyo na maneno ya maulama. Wewe ulitakiwa useme kwamba Sheikh Al-Ghudayyan au baadhi ya maulama wameikosoa kaida hii, wakaona bora iweke kaida. Kwa nini? Kwa sababu hawa maulama wanaotumia kaida hii al-aslu fil ashya al-hil wal ibaha kwenye vitabu vyao wanakusudia isipokuwa vyenye madhara, kwa sababu inafahamika vitu vyenye madhara kisheria yetu, vitu hivyo ni haramu. Dalili ziko nyingi, nusus na kawaidi nyingine. Allah anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijiingize katika maangamivu. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahim. Mtume anasema la darara wala dirar, bali hata akili inajulisha kwamba sheria yetu ya Kiislamu haiwezi kuhalalisha vitu vyenye madhara. Na haya ndio makusudio ya maulama wanaotumia al-aslu fil ashya al-hil wal ibaha, kwa maana vitu vyenye manufaa, vyenye madhara ni haram, inafahamika. Hakuna haja ya kuweka kaida hiyo, kwa sababu ni kitu chenye kufahamika katika akili na kisheria, bil aqli wa shara, kwamba vitu vyenye madhara ni haram katika sheria yetu. Je, kuwakosoa au kumkosoa aleta kaida hii ni sawa? Si sawa sawa, kwa kuwa kuna alim kakosea, kwa sababu huyu alim aliyokosoa yeye ni alim, na hawa wanaokosoa pia ni nani? Ni maulama. Tuangalie hawa maulama makusudio yao ni yapi. Ikiwa makusudio yao ni kinyume na haliyoleta haya, wana haki ya kukosolewa, lakini makusudio yao ndio haya haya ya Sheikh Al-Ghudayyan, ndio makusudio yao. Sasa unakosoa vipi kaida hii? Unasema unamkosoa vipi mtu aliyetumia kaida hii? Msifanye tena jambo kama hilo, msimkosoe mtu ambaye ameshikamana na maneno ya maulama, na hayo maneno ya maulama makusudio yao ni makusudio ya huyo alim aliyokosoa. Yeye amekosoa kwa wajibu ambao kwamba mtu atahalalisha mpaka mambo ya madhara. Ikiwa mtu atasema kwamba sigara ni halali kwa kutumia kaida hii al-aslu fil ashya al-hil wal ibah, tambiwa kaida hiyo hujaelewa, hapa inazungumziwa vitu vyenye manufaa, ama vyenye madhara ni haram. Kwa hiyo kulikuwa kuna haja ya kuleta maneno haya, lakini ili mradi aonekane kwamba na yeye amejibu au ameleta kaida, la, hapana. Itakiwa moja kwa moja uende kwenye pointi yake, kwenye pointi yako na hoja yako. Pointi yake ni hapa, yeye kusema kwamba kaida hii imekosolewa na kwamba usahihi ni kusema al-aslu fil manafi'i al-ibaha wal aslu fil madar at-tahrim. Lengo lake na pointi yake na hoja yake ni hii, kwamba ikiwa asili katika madhara ni haramu, sasa tuangalie hii taswiri ile fotografi ina madhara au haina madhara. Utagundua kuwa ina madhara. Yeye anasema hivyo, utagundua kuwa ina madhara. Yani kama ikiwa asili katika vitu vyenye madhara ni haramu, kama alivyosema Sheikh Al-Ghudayyan, al-asl fil manafi' al-ibah wal asl fil madar at-tahrim. Ikiwa asili ya vitu vyenye madhara ni haramu, je, anasema je, taswiri za zamani za kisasa, mujassama sio za mujassama, mutaharrika sio mutaharrika, je, asili yake zina manufaa ndani yake au zina madhara ndani yake? Hii ndio pointi yake. Kwa kama ikiwa tushajua kwamba vitu vyenye madhara ni haramu, je, tuangalie taswiri kwa aina zake zote, mujassama, mutaharrika au sio mutaharrik, za zamani, za kisasa, hizi za photography, je, asili yake zina manufaa ndani yake au zina madhara ndani yake? Kisha akasema kwa ujumla wa hadithi
tulizozileta utagundua kuwa kuna madhara ndani yake. Kwa hiyo utaona kaida hii itakugeuka huko. Anasema hivi hapa, namnukuu maneno yake. Ndio maana Sheikh Albani akasema illa ya kuharamisha taswir, yani illa ya kuharamisha taswir sio mudaha peke yake, pia kuna saddan lidharia. Taswir pia imeharamishwa kwa sababu ya kuziba mianya, watu wasije kaingia katika shirki, katika fitna, tusije kurudi kwenye jahilia. Yani picha zikiwepo zikipigwa za maulama na mashekhe, huenda zikatundikwa watu wakazifanyia taadhib. Maneno haya ya ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka akithibitisha kwamba taswir ina madhara. Kwa hiyo kama ikiwa ina madhara basi ni haram, kwa sababu al-asl fil madhar at-tahrim. Ukiangalia yeye ametaja taswiri kwa aina zake zote kwa ujumla wake, taswiri za zamani, za kisasa, mujassama, sio mujassama, mutaharrika, sio mutaharrika. Yeye asili yake zina madhara, sio? Unatakiwa uelewe hiyo sio nukta yetu, sio nukta yetu. Nukta yetu ni katika hizi taswiri za muhadharat wal nadawat wal khutab wal kalimat ad-da'wiyya ambazo wewe umewakemea mashekhi na maduati wenzako wa kisalaf juu ya kufanya taswiri hiyo, ukaona kwamba maslaki yao ni maslakun batil, na ukaona kwamba ni wajibu kuwakemea. Haya ndo ambayo tunayazungumza sisi, na hiyo ndo nukta ya msingi. Kwa hiyo usitaje taswiri kwa aina zake zote na madhara yake. Hakuna anayepinga madhara ya taswiri mutlaka, moja kwa moja, kwa aina zake zote, kwamba hakuna madhara kwenye taswiri ya naht au taswiri rasmi. Hakuna anayepinga. Nukta yetu taswirul muhadharat. Kwa hiyo ukizungumzia madhara, leta ilhaq na taswiri hii tunayozungumzia sisi, taswiri ya muhadharat wan nadawat wal khutab. Je, hii ina madhara hayo yanayohofiwa? Tuje hapo, kwa sababu ndio nukta yetu ya msingi. Hatuzungumzii sijui mujassama, sijui timthal, masanamu. Hizo zinafahamika zina madhara ndani yake, na illa ni saddan lidharia. Hii taswiri ya muhadharat wa nadawat inayofanywa na mashekhi na maduati wa kisalafi ambao wewe umewafanyia inkar, tena inkari ambayo maneno yake ni mabaya. Umesema kuwa wanavuruga da'wa, wanafanya fujo. Haya ndo maneno unawaambia watu wanafanya taswiri muhadharat wa nadawat. Je, tuangalie sasa hii taswiri muhadharat wa nadawat, hayo madhara yapo? Hii tuseme al-aslu fil madar at-tahrim. Hapa mimi nilisema katika majalisi zetu ambazo zimetangulia mwanzo kuwa madhara yanayohofiwa, ima madhara ya shirki au madhara ya fitna na madhara mengineyo yanayohofiwa kwenye taswiri, hayapo katika taswiri muhadharat wa nadawat wal khutab. Hayapo madhara hayo, imma bilkulliya, moja kwa moja, au yapo kwa nisba ndogo. Nisba hiyo ndogo inapolingana na maslahatun rajiha ya kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna na da'wa katika buyut almuslimin, na wao wenyewe katika afrad, mtu mmoja mmoja katika Uislamu, jamii kwa ujumla, kupitia mitandao ya kijamii. Maslahi haya ni makubwa kuliko madhara hayo ambayo nisba yake ni ndogo. Na kama tulivyosema maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwamba sheria hii imejengwa kuwa mafsada, madhara yaliyopelekea jambo fulani kuharamishwa yanapogongana na maslahatun rajih, maslahi makubwa, basi jambo la haramu linakuwa halali. Kwa hiyo nilisema katika majlisi zangu kwamba taswiru muhadharat wan nadawat wal khutab hakuna madhara hayo yanayohofiwa. Kwa nini? Kwa sababu taswiri hasijaanza leo. Taswiri za wanawachuoni na maulama, taswiri za kina Sheikh Ibn Baz sasa katika umri wake wa mwisho alipobadilisha mawqifu yake, taswiri za Sheikh Ibn Uthaymeen, taswiri za Sheikh Salih Al-Wahidani, mpaka taswiri za Sheikh Fauzan mwenye mawqifu ya kuharamisha, na maulama wengine na mashekha wengine. Nilimwambia hebu tuletee jamii ambayo imetumia taswiri hizi za kidini katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Taswiri hizi za kidini ikawa ni sababu ya kuwafitini watu. Utakuta ni madhara madogo kuliko faida zake. Faida zake ni makubwa. Waislamu wamefaidika, wamenufaika kupitia taswiri hizi, bali wengine wamekuwa ni sababu ya kuacha hiyo shirki, kwa sababu ndani yake kuna kukarrir tauhid, kuna kukarrir
aqida ahli sunnah wal jamaa, kuna raddi ala ahli albid'ah wal ahwa. Hizo ndio faida zinazopatikana katika taswira. Sasa hayo madhara, je, yanakhofia? Tunazungumzia taswiru muhadharat wal nadawat wal khutab wal kalimat da'awiyya. Je, taswiri hizi tuletee watu waliofitinika kupitia taswiri hizi, watu waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia taswiri hizi tuletee, kwa sababu sijaanza leo, ni miaka. Hata hapa Tanzania mashekhe wetu ambao wana msimamo huo wa kuchukua taswira hawajaanza leo, tongea waliporudi kwenye masomo yao miaka kadhaa walikuwa wanafanya taswira. Tuletee jamii gani, watu gani walioingia kwenye madhara hayo ya shirki, madhara ya fitna kwa sababu ya taswiri zao? Hakuna. Kwa hiyo hatuwezi kuacha maslahi kwa madhara ambayo hayapo, au madhara ambayo nisba yake ni ndogo alafu maslahi ni makubwa, kwa sababu sheria yetu imejengwa kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, mafsada madogo yanapogongana na maslahi makubwa, basi jambo la haramu linakuwa halali. Ikiwa atasema huyu Abul Abbas au mwingine akasema, kwa sababu anasema kwamba sio lazima madhara hayo yawe kipindi hichi, huenda baada ya miaka kadhaa, baada ya karne huko, kama ilivyotokea kwa watu wa Nuh. Baada ya karne watu wakaja kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya zile suwar, kwa sababu ya yale masanamu tamathil. Kwa hiyo hivi sasa madhara hayo hayapo, tunakubaliana madhara hayo hayapo, au madhara ni nisba ndogo kulinganisha na maslahi makubwa yaliyopatikana ndani yake. Sasa ikija maneno kama hayo ambayo yeye mwenyewe kasema pia, au mwingine akata maneno kama hayo kwamba huenda baadaye huko karne baadaye, baada ya karne au baada ya miaka 10, baada ya miaka 20, watu wakachukua zile picha za mashekhe wakazitundika, kumbe shekhe alikuwa hivyo, wakamwadhimisha. Sisi twasema hayo madhara ambayo yatakayotokea baada ya miaka 20, wewe una uhakika nayo? Ni mafsadatun muhaqqaqa mutayaqqana, ni madhara ambayo yamehakikika, madhara ambayo ni mashkukun fiha, ni madhara ambayo tunashaka nayo. Imma inaweza ikatokea kweli madhara hayo kupitia taswiri za hawa maulama au hawa mashekhe, au madhara hayo yasitokee, ni madhara ambayo ni mashkukun fiha. Kwa hiyo hayo madhara yanayotarajiwa huko baadaye sio mutayaqqana na sio muhaqqaqa, ni madhara mashkukun fiha. Kwa hiyo tuna madhara ambayo mashkukun fiha, yanatiliwa mashaka, hatuna uhakika nayo, ima yatokee au isitokee. Alafu hapa kuna maslahatun mutayaqqana, kuna maslahi ambayo tuna hakika nayo. Taswiri hizi zina maslahi makubwa. Yani hapa anasema hivi tena, anasema wazi wazi, taswiri za muhadharat wal nadawat wal khutab zina maslahi makubwa mno. Maslahi hayo wameyaona Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala na Sheikh Al-Albani pia ameyaona maslahi hayo, na nitanukuu maneno ya Sheikh Al-Albani hapa rahimahullah ta'ala akieleza kuhusiana na hayo maslahi. Kwa maslahi yako, akubali atakayekubali, akatae atakayekataa, lakini tunasema, mimi hapa nasema sarahatan, kwa simsemei mtu, nasema mimi sarahatan, maslahi ya taswir muhadharat wal khutab wan nadawat maslahi yapo. Ndio maana Sheikh Ibn Baz alikuwa na mawqif ya kuharamisha, akahalalisha kwa maslahi ya da'wa. Sheikh Al-Albani anaharamisha, lakini anavua sura ambazo ni kwa ajili ya da'wa, taalim wa tafhim al-alam al-islami, kufundisha ulimwengu wa Kiislamu. Maslahi ni makubwa mno, huwezi kulinganisha na audio za kawaida. Ukiangalia jamii, alwaqi'u shahid, uhalisia ndio wenye kutoa ushuhuda, uhalisia ndio wenye kushuhudia wenyewe. Hebu angalia Waislamu wangapi, imma kwa uzembe wao wenyewe au kwa dhurufu na ahwali zao zingine, wanashindwa kufahamu mambo ya kidini katika kukaa chini kusoma, lakini wananufaika kwa sababu ya hizi taswiri muhadharat. Hebu angalia namna hii mitandao ya kijamii. Muislamu gani leo hii, awe mkubwa awe mdogo, awe mzee awe kijana, hana mitandao ya kijamii? YouTube, TikTok, Instagram na mfano mitandao kama hayo, ambayo asilimia 80 mitandao hii maudhui zake ni taswiri. Taswiri ngapi za mambo ya haramu, taswiri ngapi za mambo ambayo hayana faida ndani yake. Lau kama ikiwa kunapatikana maduat wa kisalafi, shuyukh, ulama, watafanya taswira wakifundisha ndani yake elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma amaliyan wa tatbiq amaliyan kama anasema Sheikh Al-Albani, au akawa anafundisha kawaida kama vile anavyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lakini ile mitandao ikajaa ndani yake maudhui yanayohusiana na dini ya Uislamu na sunna na da'wa,
Hebu angalia namna dawa itakapoingia katika majumba ya Uislamu, dawa itakapoingia katika mifuko na katika afrad za Uislamu, kwa sababu kila mtu ana hadha aljawal, hii simu ambayo ndani yake utakuta lazima aingie katika mtandao huu, mtandao. Hakuna atakachokikuta isipokuwa mambo ya haramu, lakini watu wakifanya istiham kwenye hiyo mitandao ambayo maudhui yake 80% ni taswira, itakuwa ni khairi. Kwa maslahi makubwa na maulama waliona mbali. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akaacha mawqifu yake, akahalalisha, hajakosea kama ulivyokuja kumkosoa wewe, na hiyo ni sehemu ambayo inatakiwa lazima urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mashekhe wameangalia maslahi makubwa, maslahi mapana katika jamii yetu na zama zetu hizi. Kwa hiyo kwanza tunamjibu kwa kusema kwamba taswiri almuhadharat wa nadawat ndio nukta yetu. Kwa tuangalie madhara hayo yanahakikiwa hapa, tunagundua madhara hayapo, kwa sababu maulama taswiri hawajaanza leo, lakini hakuna madhara ya jamii iliyomshirikisha Allah kupitia taswiri zao au ilifitinika kupitia taswiri zao, hakuna. Ikiwa utasema kwamba huko baadaye, baada ya miaka 20, miaka 30, kama ulivyosema, kama ilivyotokea kwa watu wa Nuh, tunakwambia hayo madhara yanayotarajiwa huko baadaye ni madhara mashkukun fiha. Maslahi hapa tayari ya kueneza dini ni maslaha mutayaqan. Hatuwezi kuacha maslaha mutayaqana, maslahatun rajiha, kwa madhara ambayo ni mashkukun fiha, tunashakashika nayo, ima yatokea au isitokee. Ama watu wa Nuh, wao wamekosea kwa sababu kulikuwa hakuna maslahi ya wao kuweka masanamu, lakini taswiri za muhadharatu maslahi yapo mutayaqana, yameshuhudiliwa na maulama wakubwa wenye weredi, wenye maarifa, wenye upembenuzi. Miongoni mwao ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala wa Sheikh Al-Albani. Hilo jawabu la kwanza. Jawabu la pili namjibu kupitia maneno ya Sheikh Al-Albani.